Miongoni mwa masuala ambayo tumeweza kufanikisha katika kipindi hiki cha siku 100 za mwanzo ni kuwa na kongamano la ubunifu. Kongamano hili lilifanyika tarehe 16 Januari 2026, na kama ambavyo nilisema hapo awali kwamba lengo sasa ni kujitangaza kwa vijana wetu ambao wapo katika sekta hii ya TEHAMA, lakini vile vile kuwapa jukwaa sasa kwa wale vijana kuweza kuja kwa pamoja na kutuonyesha kazi zao mbalimbali ambazo wameweza kuzifanya, na vile vile kuwapa fursa, kwa sababu matukio kama yale yanaleta watu mbalimbali. Kuna watu ambao wanakuja kwa ajili ya kutaka kuona na kujifunza. Kuna wengine wanakuja kwa ajili ya kutaka kuona kwamba pengine ana changamoto yake huko ya biashara zake, kuna miundombinu gani ya teknolojia ambayo anaweza kuitumia. Ile ndio inakuwa fursa ya yeye kuweza kujionea mwenyewe na kuweza kunetwork na yule mhusika ili waweze kushirikiana kwa pamoja. Kwa mashindano haya tuliyafanikisha kwa mafanikio makubwa sana, ambapo washindi waliopatikana waliweza kuzawadiwa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslim, lakini hii sasa inakuwa ni kama launching kwa wao kuweza kushiriki katika mashindano mengine ya kimataifa nje ya visiwa vyetu. Kwa hiyo kwa kuwatambua wale, tunaamini kwamba itakuwa ni chachu kwanza kwa kuwahamasisha wale wengine, lakini vile vile kwa wao kuendelea sasa kuwa support kupitia Zanzibar Startup Association, ili zile bidhaa zao ama zile bunifu zao ambazo wamezitengeneza kuweza kuziscale. Sababu hivi vitu vinakuwa vinaenda kwa hatua. Mwanzo unakuwa unatengeneza ni prototype kwa ajili ya demo, alafu baadaye sasa unaiscale kwa ajili ya kuweza kuitumia kwa jambo mahususi ambalo inaweza kwenda kutatua tatizo mahususi. Kwa hiyo vijana wetu wameonyesha umahiri mkubwa sana katika eneo hili, na tunaamini kwamba huu sasa ni mwanzo mzuri wa safari ambayo itakwenda kuiweka Zanzibar kujulikana kama ni kitovu cha TEHAMA katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini tulizungumzia kuhusu swala la Innovation Hub na ujenzi wa Cyber City. Tayari tuna mkandarasi ama tunaye architect ambaye anatuchorea sasa ule mchoro wa namna gani ule mji ambavyo utakokuwa. Kazi hiyo itakokuwa imekamilika, bila shaka tutahakikisha kwamba jamii kwa ujumla inafahamu namna gani ule mji utakokuwa, lakini itakuwa ni sehemu sasa ya kutangaza katika ukanda wetu huu ili watu waweze kuja na kuanza kuwekeza. Na matarajio yetu sisi kwamba yale mashirika makubwa ambayo tunayaona huko duniani, akina Facebook, akina Meta, akina Google, akina Amazon, na wao waweze kuona kwamba kumbe sasa hivi Zanzibar imeshafunguka kidijitali na kwamba kuna mji mahususi ambao tunaweza tukaweka operations zetu. Lakini kwa upande mwingine, kwenye swala zima la miundombinu ya kidijitali, vituo 144 kati ya 211 vimeunganishwa na mkonga wa kitaifa ambao ni sawa na 68.2%, na vituo hivyo inajumuisha mashule, vituo vya afya, mahospitali. Kote huko sasa hivi yani zaidi ya 68% tayari vimeshaunganishwa katika mfumo, na hakuna hospitali ya wilaya ambayo utaienda sasa hivi ambayo haitumii mfumo ambao unaitwa EMS, EMR, Electronic Medical Record. Wilaya yoyote utapokwenda utakuta kwamba mfumo huu upo, na ndugu zetu wa IGAS wanashirikiana kwa karibu sana na wenzetu wa Wizara ya Afya katika kuhakikisha kwamba mifumo ile inakwenda vizuri na maboresho ya kila siku kuendelea kufanyika pamoja katika mashule yetu, ambapo huko hasa ndipo kunapohitajika huduma hizi za mitandao. Lakini mitandao ya Yas, Vodacom na Airtel imeunganishwa katika mkonga wa taifa ambao tunautumia hivi sasa. Lakini sambamba na hilo tumesema kwamba tunaenda kwenye serikali ya kidijitali. Serikali ya kidijitali maana yake lazima kuwe kuna mifumo ya kidijitali. Na kuna mifumo mikubwa minne ama majukwaa makubwa manne ambayo yameshaanzishwa na yaanza kutumika kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma kwa wananchi pamoja na serikali yenyewe kwa ujumla wake. Mifumo yenyewe ni Zan Explorer ambayo hii itakuwa inatumika kwa upande wa sekta ya utalii, jukwaa la pembejeo za kilimo, mfumo wa kielektroniki wa kuweka oda zako za pembejeo na mambo mengine kama hayo. Mfumo wa pensheni kwa wazee, hii ni kazi ambayo ilifanywa na ndugu zetu wa IGAS
pamoja na mfumo wa kuisha leseni za magari ambayo pia imeratibiwa na ndugu zetu wa EGAS.